uungu wetu, linarejesha ila kutafakari neno kunarejesha picha ya Mungu, kunarejesha uungu, kunarejesha utukufu kwenye maisha yetu. Kwa nini? Ukisoma kile kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 18, Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 18, neno la Mungu linatuambia kwamba tutabadilishwa tufanane na ile picha ya kioo. Neno la Mungu ni kioo ambacho sisi tunakitazama na kurudi kwenye nafasi, na kurudi kwenye uungu, na kurudi kwenye picha ya Mungu. Manake neno la Mungu ni kioo. Neno la Mungu ni kioo ambapo tunajitazama, alafu kupitia kile kioo tunafanana na ile picha ya kioo, kwa sababu sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu, na Mungu mwenyewe ni neno. Kwa hiyo sisi tunapotaka kurudi kwenye asili ya sura yetu na mfano wetu, lazima turudi kwenye neno la Mungu. Kwa hiyo sasa tunarudije? Kwa kulitafakari. Kumbuka iko hivi, Mathayo 4:4 anasema hatutaishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka kwa kinywa cha Bwana. Chakula unachokula ndicho kinakutengeneza wewe uwe wewe. Aina ya chakula unachokula ndicho kinakufanya uwe wewe kama wewe. Wewe ni nani? Wewe ni neno la Mungu. Unapokwenda nje ya neno la Mungu, maana yake unakwenda mbali na wewe halisi. Uasili wako wewe ni neno la Mungu. Kwa hiyo sasa unapokuwa mbali na kulitafakari neno la Mungu, unakuwa mbali na wewe. Unajitenga na asili yako. Wewe asili yako ni Mungu. Na Mungu Yesu akasema, "Ninyi ndinyi miungu na wana wa Mungu aliye juu." Lakini uungu wetu unategemea na kiwango cha neno lililozama ndani ya mioyo yetu. Kile kiwango kinavyozidi kuzama na kupata ufunuo, maana kile neno linaendelea kukutengeneza. Unazidi, ile picha ya uhalisi yako inarudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo faida ya pili ya kulitafakari neno la Mungu ni kurejesha asili ya Mungu ndani yako, ni kurejesha uungu kwenye maisha yako, ni kurejesha picha ya Mungu kwenye maisha yako, ni kurejesha mamlaka ya Mungu kwenye maisha yako. Ile picha inarudi, kwa sababu kumbuka, sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu. Sisi ni picha ya Mungu. Ile picha inarudije? Kwa kupata nafasi na kukaa na kulitafakari neno, kwa sababu kadri unavyolitafakari neno linakupa ufunuo. Ule ufunuo ndio unakurudisha kwenye nafasi yako, kwa sababu ule ufunuo utakufunulia wewe ni nani. Biblia inasema aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hiyo maana yake kutafakari kunafungua macho yako ya rohoni. Unaanza kujiona wewe ni nani. Kadri unavyojiona sasa, uhalisia wako unarudi. Unaanza kujitambua kwamba mimi ni nani. Neno la Mungu ndilo linalokutambulisha. Unajua kuna watu wengine tumeshatambulishwa na vitu vingi tu. Wengine pengine ni mwanafunzi unatambulishwa na walimu, au pengine wanafunzi wenzao kwamba wewe ni bwege, uelewi, wewe ni si chochote, mbumbumbu. Na sisi tunayaamini hayo maneno. Unajikuta tumegeuka kwa sehemu ya hayo maisha. Pengine kwenye familia unakuona wewe si chochote, si lolote. Lakini je, neno la Mungu linakuonaje? Je, neno la Mungu linasemaje kuhusu wewe? Kwa hiyo tunapokaa kwenye neno la kulitafakari, linakupa kujijua wewe ni nani. Linakupa kujua kwamba aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Unaanza kujiona wewe halisi. Pointi ya tatu. Kutafakari kunaileta nuru kwenye maisha yako. Tafakari neno la Mungu unatiwa nuru. Ukisoma ile Zaburi 119 mstari wa 105 nasema, neno lako ni taa na mwanga wa njia. Maana neno la Mungu ukilitafakari linaangazia njia zako. Yaani linakupa macho ya moyo wako, yanaanza kutiwa nuru. Biblia inasema, ukisoma Waefeso sura ya 1 mstari wa 18 nasema, macho ya moyo yenu yatiwe nuru. Macho ya moyo yenu yatiwe nuru. Yanatiwaje nuru? Kupitia kutafakari. Kwenye kutafakari ndipo macho ya moyo yetu yanatiwa nuru. Unajua sisi tuna macho ya mwilini na pia tuna macho ya rohoni. Inawezekana macho ya mwilini wewe unaona, lakini kumbe wewe ni kipofu wa macho ya rohoni. Ndio maana Biblia inasema macho ya moyo yenu yatiwe nuru. Kwa hiyo nuru tunaipataje? Ni kupitia kulitafakari neno. Ni kupitia kulitafakari neno. Kulitafakari neno kunalifungua. Kumbuka kuna andiko, kuna neno.
andiko ni kile kilichoandikwa, lakini neno ni lile ufunuo ulio